Tuanze na hii niliyoiona kutoka Kenya ambapo zaidi ya Wakenya 200 huenda wamejiunga na jeshi la Urusi tangu kuanza kwa mzozo kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022. Hii ni mkuu wa mawaziri pale Kenya Musalia Mudavadi ametoa hiyo taarifa. Sema huenda. Sasa akizungumza na wanahabari, Mudavadi alisema wizara hiyo imeendelea kupokea maswali kutoka kwa familia zinazotaka kujua waliko jamaa zao ambao walijikuta katika mzozo huo. Ripoti zinaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya 200 huenda wamejiunga na jeshi la Urusi, huku wengine wakiwa wanachama wa zamani wa huduma za nidhamu za Kenya, alisema waziri huyo, akiongeza kuwa zoezi la usajili nchini Urusi limeripotiwa kupanuka na kujumuisha raia wa Kiafrika ikiwa ni pamoja na Wakenya. Sasa Mudavadi alibainisha kuwa inakadiriwa kwamba mtandao wa usajili ingali inaendelea na kazi hiyo nchini Kenya na Urusi, huku ubalozi wa Kenya mjini Moscow ukiripoti wale waliopata majeraha na huku wengine wakiwa wamekwama baada ya kujaribu kujisajili kuingia vitani. 200 wanasema 200 wanahisiwa kwamba wapo vitani kule Ukraine. Yes. Kuna hizo hoja ambazo zimekuwa zikitolewa kwanza. Za sio tu wa Kenya, mataifa mbalimbali ya Kiafrika yamekuwa yakimsaidia Urusi kwenye uwanja wa vita. Na hao wapiganaji wanaitwa wapiganaji wa kukodi au wale maarufu kama mercenaries, ambao wamekuwa wakitumika katika uwanja wa mapambano na kuweza kuingia mkataba aidha wa miezi 6, mwaka mmoja, miaka miwili, na kuweza kulipwa fedha. Sasa ni hoja ambayo imeibua maswali mengi sana katika siasa za Kenya penyewe, lakini zaidi sana kuna nchi za Kiafrika, kwa sababu hata kwa mfano maeneo ya Burkina Faso, hata kwa mfano katika nchi za Kiarabu nao wanatajwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakimuunga mkono Urusi. Sasa hoja ambazo zinazungumzwa ni hoja mbili za msingi. Kwa nini wananchi wa Kiafrika wamekuwa wakimuunga mkono Urusi na nchi za Kiarabu dhidi ya uvamizi nchini Ukraine, au kile ambacho kinachoitwa dhidi ya kuweza kukomboa maeneo ya mashariki nchini Ukraine? Wengi wanahisi kwamba kwa sababu Ukraine amekuwa akipewa usaidizi na mataifa ya magharibi, na kuna baadhi ya mataifa wa Afrika wanaamini kabisa kwamba ule unyonyaji, uporaji wa nchi za magharibi dhidi ya nchi za Kiafrika au kandamizaji wa kibepari lazima waweze kumuunga mkono Urusi kwa lengo la kushinda vita dhidi ya Ukraine. Kwa sasa Rais Vladimir Putin mwenyewe ukimtazama, ukiacha tu katika kuongeza idadi ya akiba jeshi lake, lakini zaidi sana amekuwa akitumia wapiganaji wakuu wa kikodi. Kwa mfano tulishuhudia kuna baadhi ya vikundi vyake, kikundi cha Wagner ambacho tulishuhudia kilitaka kumpindua mwaka jana, lakini mapinduzi yale yalifeli, na ule kiongozi wao ambaye alipata ajali ya ndege, Prigozhin, kutazama alikuwa ni mojawapo ya watu ambao wapo katika mstari wa mbele kwenye vita ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo ndani ya uwanja wa vita wa Ukraine ni vita kati ya Urusi na Ukraine, lakini ukitazama ndani ya uwanja wa vita kuna Waafrika, kuna Waarabu na kuna mataifa mbalimbali ambao wamekuwa wakipigana vita katika ile vita. Sasa kwa kweli imeibua maswali makubwa sana. Wa Kenya kwa uwanja wa mapambano, nchi za Kiarabu, nchi za Kiafrika. Of course wamekuwa wakipewa fedha. Lakini kwa nini waende kupambana dhidi ya nchi nyingine? Kwa sababu tunatamani hiyo patriotism au hiyo nationalism iweze kugusa katika taifa lako kwanza. Kwa nini uone ni umuhimu kwa mfano kwa Mkenya kwenda katika uwanja wa mapambano, yani uvuke bahari ya Mediterania, uende mpaka Ulaya kule mashariki kwa lengo la kumunga mkono nchi ya Urusi? Kwa hiyo Urusi amekuwa sio akiungwa mkono na nchi za Kiafrika, hizi zaidi sana amekuwa akipata wapiganaji wa kujitolea. Na kuna baadhi ya ripoti zilikuwa zikionyesha kwamba kuna fomu za mtandaoni unajaza, unatokea wapi, una umri gani, unapewa mafunzo au ya kivita au mafunzo ya kimkakati kwa lengo la kupewa silaha kwenda kuingia vitani nchini Ukraine. Kwa hiyo ndani kumekuwa kuna madaktari kutazama, kuna wauguzi, kuna watu wa usaidizi, uwanja wa vita na kupigana vita nchini Ukraine. Na imeibua maswali mengi sana katika ndani ya siasa za Kenya. Hata ukimsikiliza Musalia Mudavadi anasema wazi kabisa kwamba baadhi ya ndugu nchini Kenya hawajui
vijana wao wapo wapi, na wamekuwa wakiwauliza na sio wanawatafuta kwenye mamlaka mbalimbali nchini Kenya. Kwa ripoti ambazo wamezipata tangia wiki iliyopita, wanasema kwamba inasemekana kwamba Wakenya sasa hivi tunapozungumza wapo katika uwanja wa vita. Sasa je, swala hilo kwa mfano la ajira, labda fursa za kiuchumi, kuona kwamba fedha ambazo wanazipata nyingi kule katika uwanja wa vita, inawezekana ni sababu ya wao kuingia katika uwanja wa mapambano. Mdau wetu wa kutoka kule Kenya, Steven Kudaka, anasema sio kuhisi watu wanaenda kule kwa sababu ya maslahi. Kwa sababu ya maslahi. Ndio ulichokizungumza hapo. Kwa sababu ya pesa. Sababu ya pesa. Pesa kiasi gani ndo hatujui. Kaokote rubo. Sasa hii ilinifikirisha jana kwamba hii ni Kenya wameamua kutoka wakasema kwa sababu watu wanaulizia. Vipi mataifa mengine ya Afrika? Huenda kila taifa lina watu wake kule, sema kabisa watu ndo hawajaamua kufanya hizo tafiti. Na kwa kweli kama nilivyosema kwamba baadhi mataifa mengi sana yapo kuna uwanja wa mapambano Ukraine. Na wakimsaidia Urusi au msaidii Ukraine, msaidia Urusi, kwa sababu kuna itikadi ambayo sasa hivi inafanywa kwamba Urusi amekuwa kama ni mkombozi mpya wa utawala wa kimabavu wa kimagharibi. Kwa hiyo kumsaidia ni kama katika kuunga juhudi mkono kwa watu ambao walitutawala katika historia, umetupora mali zetu, wametuonea, wanaendelea kutunyonya hata kuona mambo leo. Lazima tuweze kumsaidia mtu ambaye tunadhani anaweza kudondosha utawala wa kimagharibi. Kwa hiyo na hoja ya wao kupigana vita, kuna hoja nyingi. Kuna hoja za kihistoria, hoja za maslahi, kwa sababu hakuna mtu ambaye yupo tayari kufa sawa kwa ajili ya vita nyingine bure. Kwa sababu dunia sasa hivi kwa kweli sio dunia ya bure, ni dunia ya kupe ni kupe. Na maslahi ya msingi ambayo watafutwa ni maslahi ya nini? Ya kiuchumi. Kwa hiyo watu kama wanapata fedha, ndio maana imekuwa na hamasa kubwa kuingia kwenye uwanja wa mapambano.